Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum na uhari gani kwa wewe ambaye unaendelea kufuatilia mahojiano yetu, na mmoja kati ya watu ambao binafsi nimekuwa nikuelewa sana ni mwalimu wangu Sheikh Yusuf Diwani, lakini mimi namfahamu kama mwalimu Diwani. Imekuwa ni mtu ambaye tunamtumia kuweza kutujuza mambo mengi ambayo yamekuwa yakitutatiza. Imekuwa na maswali watu wanajiuliza kwamba Sheikh, inakuaje unakuwa unajua majina ya wasanii wengi na mikasa mengi? Yeye msimpe kesi ni sisi waandishi. Tutakuwa tunamuuliza juu ya yale ambayo yamekuwa yakitokea kila kukicha, na siku leo bwana kuna taarifa ambayo imekuwa gumzo mtandaoni. Ni ndoa kati ya Haji Sande Manara na Zailisa ambaye alikuwa mke wake, kwa sasa si mkewe. Hatua TV, Nyundo TV sambamba na channel ya kwake mwenyewe Sheikh Diwani, tukasema wacha tuzungumze naye, tujaribu kulitazama hili swala kidini limekaaje ama kijamii limekaaje, kuna uhalali, kuna vitu ambavyo vipo sawa. Sheikh Diwani anaweza kutuambia kile ambacho kwa nafasi yake atakiona kwamba kuna hiki kilikaa vibaya, hiki kilikaa vizuri juu ya hii ndoa. Sheikh Diwani, asalamu alaykum. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, na mengi ambayo nitamani nifahamu kutoka kwako, lakini swali langu la kwanza, unajisikiaje ukiona ndoa tuseme imetafaruku ama watu wametengana kwenye ndoa? Hakika kutengana katika ndoa au kuachana si katika jambo zuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema abghadu alhalali au abghadu halalin ila Allahi, abghadu halalin ila Allahi at-talaqu. Anasema halali ambayo inayochukiza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni talaka, ni kuona watu wanaachana. Walikuwa kwenye ndoa alafu kisha wakaachana. Lakini kuna kitu ambacho umeanza nacho hapa. Umesema ya kwamba Manara na yule mkewe anaitwa nani yule? Zailisa. Kwa maana kwa sasa si mkewe. Hii kauli naona kama bado haijawa sawa. Kwa sababu ili asiwe mkewe inatakiwa miezi mitatu ipite, kwa maana ile eda ya kuachwa iweze kupita. Lakini kwa sasa hivi ataendelea kuwa ni mkewe, kwa sababu ana nafasi ya kuweza kumrejea tena iwapo kama atakusudia kulifanya hilo. Kwa hiyo kwa sasa bado mpaka ile miezi mitatu ikipita kwa mujibu wa sharia ndio anakuwa sasa si mkewe tena katika hali za namna hiyo. Kuna kitu siekelewa hapo. Naam. Talaka zilizotoka nasemekana ni 3. Sawa. Alafu umesema inawezekana akamrudia, na kitu ambacho mnakifahamu baada ya mtu kugewa talaka 3 mpaka itoke labda aolewe na mwingine afu ndio aje arudie. Hilo la kwanza. Lakini pili umezungumzia swala la eda. Sawa. Ninachofahamu mimi labda kwa elimu yangu ndogo, mtu anapokuwa ameachwa anatakiwa akae ndani kwa muda fulani. Sawa. Ni swali ambalo nilitamani nikuulize huko mbele, lakini sasa hivi ngoja nikuulize sasa hivi kwa sababu umeshazungumza mwenyewe. Sawa. Baada ya Manara kumwacha huyu dada ambaye ni Zailisa, tulitarajia labda asiwe mtu wa mitandao, mtu kujifungia ndani kukaa hiyo eda. Kwa hiyo kwanza tujuze kwamba kwa nini Manara ni mkewe sasa hivi ili hali kashatoa talaka 3. Alafu la pili, nini maana ya eda? Sawa. Naam. Jambo la kwanza katika haya ambayo umeyasema, talaka 3, wanavyoni hapa wamehtilafiana katika hizo. Wapo baadhi ya wanavyoni wanasema zinapotolewa talaka 3, kwa maana talaka ni kutamka ujue, sio maandishi. Yale maandishi huwa ni ushahidi tu, lakini kauli ndio talaka yenyewe. Kwa sababu mtu inawezekana akaandika kuanzia leo nimemwacha fulani binti fulani, alafu akawa ameandika kimaandishi. Huyu inatakiwa aulizwe kwanza, je, haya maandishi ulioandika umekusudia au ni ya kwako? Kwa hiyo atamke mwenyewe, naam nimekusudia. Kwa hali hiyo akitamka hivyo, basi hii kweli inakuwa talaka. Na talaka kwa mujibu wa baadhi ya wanawavyoni wanasema talaka 3 hazitolewi kwa mara moja. Kwa maana unasema nimekuacha ya kwanza, ninakuacha ya pili, ninakuacha ya 3. Haifanywi hivyo kwa sababu kuna vitu vinavyoitwa thalathatu quru'in. Kwa maana kuna zile ada 3. Umeona? Kwa hiyo kwa hali hiyo sasa maana yake wanasema ukitoa talaka 3 kwa mara moja inahesabika ni moja tu. Ingawa baadhi ya wanavyuoni wanasema ukitoa 3 zinahesabika 3, na hii ni kwa sababu ya kuzuia tatizo la kuwa watu wanafanya mchezo katika talaka. Sababu talaka ni hatari sana, ukitamka imekwenda hiyo.
Yani hakuna utani katika masuala ya talaka. Sema nilikuwa namtania, haipo hiyo. Maanake ukitamka talaka inakwenda kweli katika hali hizo. Kwa hiyo na baada ya sasa ya mtu huyu kupewa talaka, itabidi akae eda. Na tunaposema kukaa eda haina maana kukaa ndani. Kukaa eda maana yake ni kuto kuwa na fursa ya kuolewa na mume mwingine mpaka ipite ile miezi mitatu. Anaweza kuwa anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Lakini tukio la kuoana na mtu mwingine halihitajiki. Hii ndio inaitwa eda, sio kukaa ndani. Hapana. Bali ni kujiziwia kutoolewa na mtu mwingine mpaka ipite ile miezi mitatu. Ingawa mtu anaweza akachumbia wakati mwanamke akiwa ndani ya eda. Mtu anaweza akaleta posa, akachumbia, lakini tendo la kuoa halitapatikana isipokuwa mpaka baada ya miezi mitatu. Hapo sasa ndipo ataweza kuruhusiwa kuoa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo huu ndio utaratibu wa mambo jinsi ulivyo. Na hapo uliposema kwamba bado haijawa kwamba sio mkewe, kwamba bado ni mkewe. Sawa. Kama hujaelewa. Bado ni mkewe kwa sababu bado ile miezi mitatu haijafika. Kwa sababu wakati wote anaweza akarejea. Ikiwa kama yeye atakuwa na yani utaratibu wake unakwenda sambamba na wale wanavyuoni waliosema ya kwamba 3 ni 1. Basi hii kwake itakuwa ni 1 ambayo bila shaka huyu atakuwa ni mkewe ambaye anaweza kumrejea wakati wowote. Lakini kama yeye atakuwa amewaelewa sana wale wanasema 3 ni 3, basi kweli atakuwa si mkewe, ingawa pia mke huyu itatakiwa akae eda, amalize hiyo miezi mitatu ndipo taratibu zingine ziweze kuendelea. Huo ndio utaratibu wa dini tukufu ya Kiislamu. Tena inamuhitaji huyu mume aendelee kumhudumia huyu mpaka ile miezi mitatu ikiisha, ndipo inakuwa jambo limeishia hapo. Lakini aendelee kumhudumia, ajue lotion anapakaje, ajue nguo anavaaje, ajue anakulaje, analalaje. Yani dini ya tukufu ya Kiislamu inataka ajue, yani huyu mwanamke aendelee kuhudumiwa na huyu mume aliyempa talaka mpaka ile miezi mitatu itapopita, ndipo sasa yeye aende katika majambo yake mengine. Sawa, Sheikh Diwani, bila shaka wewe sio mtu ambaye unafuatilia haya majambo. Lakini tumekuwa tukikutumia kwa ajili ya kutoa elimu. Tunakutajia fulani unakuwa unawajua kupitia hao. Sawa. Wengi wenda wakajifunza kupitia hii ndoa. Umezungumzia swala kuhudumia hapo. Miongoni mwa vitu ambavyo vinasemekana kwenye hii ndoa, Bwana Manara hakuwahi kumhudumia mkewe kwa namna yoyote. Hajawahi kumnunulia hata doti ya kanga. Swali langu ni kwamba yale madhaifu ambayo mwanamke aliyasema kwenye mitandao ni madhambi kiasi gani mtu kuzungumza mambo ambayo mumewe ni madhaifu kwake? Jambo la kwanza katika hili mimi nikwambie ndugu yangu Bwana Nyundo, ni kwamba suala la huduma kwa mume kumfanyia mke ni haki ya msingi kwa mwanamke. Ni haki ya msingi kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia haki ya mume kumfanyia mkewe, amlishe pale anapotaka kula na kile anachotaka kula. Maana yake mwanamke anatakiwa ale anachokitaka, sio ale anachokipata. Huu ndio utaratibu sahihi kabisa na ni haki yake ya msingi. Kwa hiyo kama ni kweli Bwana Manara alikuwa hatoi chakula, alikuwa anafanya makosa. Ingawa siwezi kukubali 100% kwa sababu mwanamke bana ni mwanamke tu. Hakusema chakula, amesema swala la mavazi yeye kumleta. Ndio naanza huko. Lakini jambo la pili akasema Mtume katika haki ya msingi kwa mwanamume kumfanyia mkewe, amvishe pale anapotaka kuvaa na kile anachotaka kuvaa. Sasa ikiwa kama mwanamke anasema hajawahi kununuliwa mavazi, hajawahi kuvikwa na mumewe, hili ni tatizo, kwa sababu amenyimwa haki yake ya msingi. Ingawa kwa mwanamke mimi binafsi sitaki sana kuchukua kauli za wanawake, kwa sababu wanawake wana mtihani mkubwa katika hayo. Akifikia wakati hakutaki shekhe, ni mtihani, anaweza kusemea lolote lile. Tena jambo ambalo na akiwa fundi wa kutengeneza story ndo hatari kabisa. Yani inaweza ikaelezwa story kiasi ambacho huwezi kutoka yani katika yale ambayo unayoambiwa. Sina imani sana kama Manara anaweza kushindwa kumnunulia nguo huyu binti, ingawa siamini sana hivyo. Lakini haki ya kumvisha mke ni haki ya msingi kwa mujibu wa taratibu za dini tukufu ya Kiislamu.
Lakini haki nyingine ya msingi ni kumuuguza mwanamke pale anapoumwa. Amepata maradhi, ni kuhakikisha unamuuguza mpaka imma apone au afe. Sio kuleta ukali tu, bana wewe sikiliza bana, mimi nimepata tabu sana, hela zangu nimetumia sana kwa ajili ya kutibia wewe, lakini hamna lolote. Hapana. Lazima uhakikishe unapambana katika swala ile, ili mradi yani afya yake iweze kurejea au ifikie umri wake umefikia tamati katika hilo. Kwa hiyo hizi ni haki za msingi. Tukija katika jambo jingine, ili swala la kutoleana siri katika mitandao. Mume anaibuka anasema huyu mke ana mapungufu haya na haya na haya, ajui kupika. Sasa kwanza swala la kupika hili si swala la faradhi au si swala la lazima kwa mwanamke. Ishu ya kupika kwa mwanamke ni ihsani, ni wema. Yani ni wema wake kumfanyia mume. Kwa hiyo sio jambo la lazima, yani haliwezi kupelekea mtu kumwacha mke eti kwa sababu hajapika. Hii inakuwa ni utoto wa hali ya juu sana ukimwacha mke kwa sababu ya kupika. Kwa sababu wewe ukumuoa ili apike. Kuna kitu ambacho umemuoa kwa ajili ya kitu hicho. Hili ndio jambo la msingi sana ambalo linatakiwa litazamwe. Na wala ukumuoa kwa ajili aje akufulie. Kwa sababu sio dobi yule. Zailisa kutokujua kupika na maana sio shida. Sio shida. Sio shida. Ingawa sina uhakika pia, kwa sababu wanawake wengi kupika wanajua. Sema wanaweza wasipike kile unachopenda wewe, lakini kupika wanajua katika hali za namna hiyo. Hili ni jambo. Lakini sasa hizi siri za kutoleana, huyu hajui kupika, mara huyu mwingine anatoa siri, anasema yule kwanza hana lolote, kimoja chali. Manake nini haya maneno katika mitandao? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mtu mwenye shari nzito kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama ni yule mwanamume ambaye anapokuwa na mkewe katika tendo la ndoa, au mwanamke ambaye anapokuwa na mumewe katika tendo la ndoa, kisha baada ya hapo thumma yanshiru sirraha au sirrahu, kisha baada ya hapo anatoka nje anaenda kwenda kuiweka wazi ile siri. Ikiwa naye huyu haniridhishi, huyu bana hana kadha, huyu hayupo kadha, ni makosa makubwa na ni jambo ambalo lina shari nzito sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama, kwa wale ambao wanatoa siri za waume zao. Unajua kuna mkasa umewahi kutokea wa ajabu sana. Na mara nyingi haya yanatokea kwa sababu ya hawa wanandoa kuwa hawajafundishwa maadili. Hawajui maadili ya ndoa ni nini. Inawezekana Zailisa akawa na maadili ya ndoa. Sio Zailisa tu, hata Manara pia inawezekana akawa maadili ya ndoa hayajui, kwa sababu ifuatayo. Unajua hizi 4 arkanil bait au alhujra, kwa maana hizi kuta 4 za nyumba zina maneno, zinasema kullu ma yajri fi, yote yanayoendelea humu ndani katika hizi kuta 4 liyabqa huna, yabaki hapa. Hayasitakiwe kabisa kuvuka hata katika kibaraza au kizingiti cha nyumba. Yani yale yanayofanyika ndani ya kuta 4 katika maadili ya ndoa yanatakiwa yabakie ndani ya zile kuta 4 katika hali za namna hiyo. Yani isitoke hata kwenda sitting room, isitoke hapo. Umeona? Sasa wengi hawajui maadili haya yanakuaje. Kulitokea mkasa mmoja ambao ulishangaza jamii sana. Kuna binti mmoja, yeye alikuwa ni mtu ambaye amepewa maadili, akafundishwa heshima, akafundishwa nidham, akafundishwa akhlaq, kwa maana tabia njema na malezi yalikuwa bora kabisa. Kisha baadaye yule mama au mbinti akapata mchumba, akaolewa. Baada ya kuolewa yule binti, siku ile inaitwa lailatu zafaf, kwa maana ule usiku wa raha, wa furaha ya ndoa, siku ya kwanza ya ndoa. Basi yule mwanamume akapata maradhi mazito sana. Falam yastati' an yujami'aha, akawa hakuweza kufanya tendo la ndoa na mwanamke yule. Baada ya kuwa katika hali hiyo, basi ikadumu yale maradhi mpaka takriban miezi 6 mpaka miezi 9. Yule mwanaume akafariki. Hakuwahi kukutana na mkewe hata siku moja. Lakini yule mwanamke alikuwa ni mtu ambaye amefundishwa maadili. Hakuwahi kuyasema hayo nje. Hakuwahi kwenda kusema hata kwa hao wanaoitwa makungwi.
Hakuwahi kwenda kusema kwamba bwana mume wangu hapandi sijogoo hapandi mtungi, hakuyasema maneno haya kwa sababu kafundishwa tarbia, malezi yaliokuwa bora, akhlaq, tabia njema. Basi baada ya pale yule mume kafa, kakaa eda mwanamke yule miezi 4 na siku 10. Baada ya hapo akawa amefanikiwa binti yule kupata mume mwingine, kaja kaposa kamuoa. Alipokwenda kukutana naye anamkuta yule mwanamke bikra. Akashangaa. Mwanaume anashangaa, anasema hii inakuwaje, unanifanyia mchezo wa ajabu mimi wakati wewe ulikuwa ni mke wa mtu, hii habari inakuwaje? Yule mwanamke akamwambia, naomba uniwe radhi katika hili na naomba nikueleze uhalisia wa mambo jinsi ambavyo yalivyo. Upi? Akamwambia, mimi mume wangu wa kwanza aliponioa tu siku ule alipatwa na maradhi. Na maradhi yake alikuwa ni mazito, alishindwa kuliendea tendo hilo. Kwa hiyo mimi kwa sababu nimefundishwa nidhamu, nimefundishwa heshima, nimefundishwa akhlaq, tabia njema, ni ngumu sana mimi kutoa siri inayojiri baina ya kuta 4 zile za chumba chetu. Ndio maana nikawa nimekaa nalo mwenyewe kifuani mwangu. Kwa hiyo mpaka nimemuuguza, amefariki, hatujawahi kushiriki tendo la ndoa hata siku moja. Mpaka unakuja wewe tunafunga ndoa ndio tunaweza kushiriki katika tendo hili la ndoa. Ndio maana umenikuta katika hali ya namna hii. Mwanamume yule kwa furaha tu, fabaka farhan, akalia kwa furaha sana na akasali rakaa 2 shukri lillah, kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nimepata mwanamke kweli katika hali za namna hii. Sasa hebu angalia sasa utaratibu huu. Wanawake wa sasa, unampata wapi mwanamke ambaye anastahmala namna hii? Unampata wapi mwanamke ambaye ana malezi bora, ana uwezo wa kufanya stara ya kustiri yanayojiri baina yake na mumewe? Nakuta matatizo ndo tunayapata sasa. Wanawake tunaowapata na hata wanawake wenyewe, wanaume wanaowapata ni matatizo katika akhlaq, kwa maana kitabia ni zero. Kwa hiyo ndio yanatokea haya sasa tunayoyaona. Watu wanaachana, wanaanza kuanikana mitandaoni. Huyu hajui kupika, huyu hana nguvu za kiume. Maana yake nini haya maneno jamani? Kwa hiyo ni hatari sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu mwenye shari nzito mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama ni yule mwanamume ambaye anapofanya tendo la ndoa na mkewe, au ni yule mwanamke ambaye anapofanya tendo la ndoa na mumewe kisha baada ya hapo anatembea mtaani kwa anaenda kutoa siri za mke, au huyu anatoa siri za mume. Ni mtu ambaye atakuwa na shari nzito sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kweli inatisha, ni hali ya ajabu sana hii katika mazingira haya. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo sisi tunaliona kwa ndugu yangu bwana Manara pamoja na dada yetu huyu Zailisa, ni muhimu sana wawe hivi. Kwa mfano, Manara anachemka sana katika kuchagua ni nani anayefaa kuwa mke. Ili ni tatizo. Moja katika vitu vya msingi kabisa, inatakiwa mtu uwe na tabia ya kuchagua ni nani anafaa kuwa mama wa watoto wako. Sio mwanamke yoyote tu kwamba anafaa kuoa, hapana. Kuna baadhi ya wanawake hawafai kabisa kuoa. Hawafai kabisa kuoa. Yani ni watu wa kuwatazama tu waende zao katika hali za namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallama anaeleza sifa za mtu ili aoe. Anasema tunkahul mar'atu li 40, mwanamke aolewe kwa sifa kuu 4. Sifa ya kwanza akasema Mtume limaliha, mwanamke aolewe kwa pesa aliyokuwa nayo. Mwanamke akiwa tajiri, basi inatakiwa yule mwanamume mfate mwanamke yule, ongea naye, ikiwezekana mkubaliane, muoe huyo mwanamke. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke anaweza kutumia pesa yake au mali yake kufanya madhara makubwa. Unajua mwanamke mmoja akipinda ana uwezo wa kuharibu wanaume 1000. Unajua hicho kitu? Kweli. Na mwanamume mmoja akipinda ana uwezo wa kuharibika yeye mwenyewe tu. Huo ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Na ndio maana tunasema mwanamke akiharibika jamii imeharibika. Kwa hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo muoe huyu mwanamke mwenye mali. Kwa sababu gani? Asije akatumia mali yake kuleta madhara. Siku hizi kuna watu wanaitwa mishangazi.
Ina pesa, kazi yao ni kufanya ufuska, kufanya uchafu. Inachukua vijana wadogo wadogo, basi wanatembea nao, kisha baada hapo anaachana na kijana wao, anatafuta kijana mwingine. Sasa mambo yanakuwa vipi haya katika hali za namna? Kwa sababu gani? Sababu tu ana pesa katika hali. Hii ni hatari. Sasa kwa mazingira haya Mtume anasema mwanamke ukimuona katika hali ya namna hiyo, haraka sana muoe. Hii ni sifa ya kwanza. Lakini sifa ya pili akasema wali hasabiha, na familia yake. Mwanamke ukimuona familia yake ni nzuri, familia bora, familia safi, familia yake ina maadili mazuri, kaoe kwa mwanamke huyo. Hii ni sifa ya pili. Lakini sifa ya tatu akasema li jamaliha, kwa uzuri wake. Na hii ndo sifa inayomdhuru sana Manara. Yeye anatazama shape, anatazama maumbile, si kitu kibaya. Anamuita twiga ya salam. Sasa si kitu kibaya, lakini sasa li jamaliha, kwa uzuri wake. Ukimuona mwanamke pia ni mzuri, aolewe haraka sana, kwa sababu anaweza kutumia uzuri wake kuleta madhara katika jamii na kuleta madhara pale mtaani. Sasa hii ni hatari. Lakini kadhalika sifa ya 4 akasema wali diniha. Hii ni sifa ya 4, kwa maana na umuoe mwanamke au aolewe mwanamke kwa sababu ya dini yake. Sasa msikilize Mtume alichosema. Akasema nini? Fadhfar bidhati dini tarbat yadaka. Fata sana kwa mwanamke ambaye ana dini, kwa sababu mkono wako utakuwa umepatia. Manake kumuoa mwenye pesa si vibaya, lakini akiwa hana dini una hatari ya kukimbiwa au kufukuzwa kabisa. Lakini kadhalika ukimuoa huyu mwenye familia, kuna hatari pia familia yake inaweza ikakugeuka. Lakini ukimuoa huyu mwenye uzuri, hasa tena uzuri wake ndio inawezekana ikawa balaa kabisa. Nakwambia hebu nitazame kwanza nilivyo. Mimi nikitoka hapa mpaka pale Mbagala pale, unaona wanaume wangapi hapa wanaweza wakajigonga. Kwa hiyo anatumia uzuri wake kama ni sehemu ya bakora kuchapa wewe. Ndio maana Mtume akasema tafuta sana yule ambaye mwenye dini, tarbati yadaka, mkono wako utapatia. Na tunaposema mwanamke mwenye dini, watu hapa waelewe, kuna mwingine anahisi mwanamke mwenye dini ni anayevaa majuba. Sio kweli. Kuvaa majuba sio dini mzee. Wakati mwingine kuvaa majuba ni sanaa, na inawezekana wakati mwingine anayevaa majuba akawa hovyo kuliko hata anayevaa vimini. Kwa cha msingi ni kutazama mwenye dini. Nini maana ya dini na kusudiwa hapa katika hadithi ya Bwana Mtume? Maana yake ni mwanamke ukimwambia acha, anaacha, fanya, anafanya, tulia, anatulia, nenda. Hivyo huyu ndo mwanamke anaitwa mwenye dini. Maana yake atakubali kuwa chini ya amri ya mume na atakubali kuelewa yale ambayo yanayosemwa na mume wake. Hii hadithi inafasiriwa na hadithi nyingine ya Mtume. Mtume anasema khairun nisa, mwanamke alikuwa bora, man idha nadharta ilaiha sarratik, ni yule ambao ukimtazama shepu yake nzuri, mandhari yake mazuri, anapendeza, anavutia, twiga na mfano wa hayo. Umeona? Zailisa sasa huyo. Sasa sikiliza, sasa Zailisa atakuwa amefaulu hapo katika hiyo moja. Sasa sikiliza kinachoendelea. Lakini jambo la pili anasema man idha amartaha, ukimwamrisha, ataatika, anakutii. Kimwambia usiende mahala fulani anaacha. Sawa? Wa idha amartaha ataatika wa in ghibta anha, na ukisafiri ukawa haupo, basi anachokifanya huyu mwanamke hafidhatika fi maliha wa nafsi, fi malika wa nafsiha, anachokifanya anakulinda wewe mwenyewe, hatoi siri, hakuambia atangazi mitandaoni, wala hawatangazi watu kwamba yule bwana kimoja chali, tangazi hivi vitu vya namna hiyo. Huyu ni mwanamke alikuwa bora kabisa, ambapo Zailisa kaanguka hapo. Hayumo katika watu bora, kwa sababu hii sifa ya kutotangaza ya mume, yeye hana, yeye ametangaza. Kwa hiyo ameanguka katika kipande hichi. Sasa ukiwa haupo, umesafiri, hafidhatik, mwanamke bora anakulinda wewe, tena fi maliha, katika mali za mume wake anazilinda, wa nafsiha, na nafsi yake anajilinda, hawi chaote. Maana kuna baadhi ya wanawake ukisafiri mzee, basi unakuwa umeolea mtaa mzee, kila mtu hapo hapo. Sasa huyo anakuwa amepata sifa ile ya uzuri, amekosa sifa ya utii, kakosa sifa ya siri ya mume wake, kakosa sifa ya kujilinda ya mwenyewe, kakosa sifa ya kulinda mali ya mume wake. Sasa akikosa hizi hawezi kuwa mke bora, atakuwa ana ubora katika uzuri, ameanguka katika mambo mengine haya. Kwa nini nasema kwamba ndugu yetu Bwana Manara anafeli katika kuchagua mke?
Huyu mke, baadhi ya wana wa vioni wakubwa wana maneno anayosema mchagulie mtoto wako mama kabla ya kumpata huyo mtoto. Chagua mama bora kabla ya kumpata mtoto. Kwa sababu ukimchagua mama bora, pia na mtoto atakayepatikana ni mtoto bora. Kwa maana atalelewa vizuri. Sahihi kabisa. Nu'man ibn Thabit, hapa tunamzungumza mmoja katika wanavyuoni wakubwa ambaye si mwingine ni bwana mkubwa al-Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, historia ya kuzaliwa kwake, baba yake ambaye ni baba yake na al-Imam Shafi'i, siku moja ametoka akawa ametembea kidogo porini, akakuta kuna tufaha, tunda la tufahi limeanguka chini, akachukua lile tufahi kaanza kulila. Wakati amekula limefika kipande, akakumbuka, subhanallah, tunda hili nimekula sio la kwangu, nimeliokota tu katika shamba la mtu nimekula. Sasa anafanyaje? Hebu kwanza nimtafute mtu mwenye shamba hili, kwa sababu mimi nina hatari kubwa kama nitakuwa nimekula kitu cha watu bila idhini ya mwenye kitu chake. Kamkuta bwana mmoja yuko anasafisha pale shamba, akamwambia, bwana mimi nimekuja ndugu yangu, bwana nimeokota tunda hili nimekula, sasa mwishoni hapa nimekuja kukumbuka kwamba si langu, kwa hiyo nimekuja kwako ndugu yangu mwenye shamba, naomba uniridhie, unisamehe, unisamehe kwa hichi nilichokifanya. Na kama kuna sharti lolote ambalo litahitajika mimi nifanye ili uniridhie, niko tayari, kwa sababu naogopa adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi yule bana akamwambia, na mimi ni mlinzi tu wa shamba, mwenye shamba yuko mahala fulani, twende nikupeleke. Akampeleka yule bana. Kufika pale, yule mwenye shamba akamwambia, bana mimi nimekuona na umekuja unataka msamaha, tunda langu ushakula, kimebakia kipande hiki, basi mimi nitakusamehe, lakini kwa masharti maalum. Yule bwana akasema, maadamu nataka radhi za Mwenyezi Mungu, masharti niko tayari kuyatekeleza. Akamwambia, si sharti langu mimi, nataka umuoe binti yangu. Hilo ndo sharti langu, nataka umuoe binti yangu, la sivyo sintakusamehe. Yule bwana akasema, hakuna namna, basi niko tayari kumuoa binti yako. Kwa utaratibu pale jamaa kaozeshwa. Baada ya kuozeshwa sasa anaambiwa, baada ya anaenda saka muone mkeo. Anatoka pale anapiga hatua kadhaa, yule baba mkwe anamwambia, sikiliza, nilisahau kuambia, huyu mkeo ambaye unakwenda kumuoa, fahamu ana sifa hizi tatu. Sifa ya kwanza ni kiziwi, hasikii. Na sifa ya pili ni bubu, hasemi. Na sifa ya tatu ni kiwete, hana miguu. Hizo ndo sifa za huyo mke ambaye ulomuoa. Ile bana akasema, subhanallah, dunia na nishaoa, na ndio sharti la mimi kusamehewa kutokana na kosa nilolifanya. Sahihi. Basi yule bwana anakwenda, anaingia pale chumbani, anasema, natoa salamu kwa sababu najua ni kiziwi, lakini natoa salamu angalau rehma za Mwenyezi Mungu ziweze kupatikana. Anatoa salamu, yule binti anaitika, wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anamsogelea, binti yuko safi, hana tatizo la aina yoyote. Akamwambia, inakuwaje babako ameniambia wewe ni kiziwi? Akamwambia, naam, baba ametumia majaz al-lughawi, yani majazi ya kilugha, kwa sababu mimi ni kiziwi kwa maana sikai vijiweni kasikiza umbea, ndio amekusudia hivyo babangu. Lakini kadhalika ni kipofu, amekusudia kwa maana mimi sitazami watu huko nje. Siko hivyo mimi, jinsi unavyoniona hapa ndani, ndo mara kadhaa mimi nakuwa zangu ndani katika hali za namna hiyo. Baba akakusudia hilo. Lakini aliposema ni kiwete, mimi sitembei, ni kweli kabisa. Mimi hunikuti hata siku moja huko mimi na zurula mitaani huko. Naona mwanamke alikuwa mwema huyu. Alafu akapatikana, baada ya kupatikana huyu mwanamke mwema kutoka kwa Nu'man sasa ndo anakuja kumzaa al-Imam Shafi'i. Mtu mwema kaogopa adhabu za Mwenyezi Mungu kwa kula kipande cha tunda la ambalo si la kwake, anakwenda kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaozeshwa mwanamke mwema ambaye hana mambo ya umbea, hasikia akai akatazama mambo ya haram, na wala hatembei kwenda katika mambo ya haram. Unafikiri hapa anazaliwa mtoto wa namna gani? Ndo akazaliwa al-Imam Shafi'i. Sasa vijana wa kisasa tunasema ulikuwa ni mtego. Saha kabisa. Kwa hiyo unaona sasa, kwa hiyo cha msingi ni lazima kwanza utazame, kabla ya kutazama
yani ya kuoa, tazama ni mke gani ambaye anayefaa kuoa. Mtume anasema takhayyaru linutafikum, tazameni mahala gani mnapanda mbegu zenu, sio ujipandie tu mbegu, matokeo yake ndio yanatokea haya. Mtu anakuwa hajui maadili ya ndoa ni nini, anatoka anakwenda mtandaoni. Si mwanamume anavurugu mtandaoni, anasema yaliyo yasiri katika ndoa yake. Si mwanamke vurugu mtandaoni, anasema yaliyo yasiri katika ndoa yake. Mtihani mkubwa huu. Umezungumzia swala la kumlaumu Manara kwamba alikuwa mtunzi mkewe kama vile ambavyo vinavyosemekana, hajamnunulia chochote. Lakini tufahamu ya kwamba Zailisa hakuwa na jina hili la sasa hivi kabla ya kuolewa. Manara ndo amemfanya Zailisa awe maarufu kiasi hiko. Kupitia maarufu wake, kupitia maarufu ambao amepata kupitia kwa Manara, amepata matangazo, wadhamini wengi tuseme hivyo. Makampuni mengi yalikuwa yanatangazia. Yale makampuni ndio ambayo yalikuwa yanamvalisha Zailisa. Swali, je, kwa jinsi ambavyo Manara amemwezesha mwanamke wake kuwa balozi makampuni tofauti, yale makampuni ndio amemvalisha, hatuwezi kusema kwamba hakupaswa tena kutoa hela zake mfukoni kumvalisha, ama ile dhima ya kusema akamnunulia nguo mkewe inamtoka kwa sababu alikuwa ana mbadala ambao yeye ndo amemwezesha huyu kuvalishwa? Sasa hiyo iko hivi, ikiwa kama watakuwa walikubaliana hivyo, kwa maana mimi nakutengeneza katika mazingira haya, lakini kitachopatikana ni sawa na nimekifanya mimi, sheria iko safi kabisa, kwa sababu ndio makubaliano hayo. Maana kile kinachopatikana kwa njia hiyo ndio kile kinakuwa kimetoka katika kauli ya Manara, hamna tatizo. Lakini ikiwa kama itakuwa huyu Zailisa anafanya kazi hizo, anapata hicho anachokipata nje ya makubaliano ya kauli ya Manara, Manara atabaki kuwa ni mume ambaye inahitajika amhudumie hata kwa sindano ya shilingi 500. Yeye atoe mfukoni mwake hata kwa sindano ya shilingi 500 katika hali za namna. Sheria ndio ipo katika hali za namna hiyo. Kingine ambacho mimi niseme, nieleze tu kuwaambia vijana na umma na jamii kwa ujumla, akiwemo ndugu yangu mzee Manara huyu bwana, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, iyakum wa khudara ad-dimani, jiepusheni sana sana na wanawake, yani na vitu vinavyoitwa khudara ad-dimani. Khudara ad-dimani ni ule mchicha unaojiotea wenyewe, wanasema mchicha bwasi. Epukana sana na kitu kinachoitwa mchicha bwasi. Kwa kule kwetu tunaita mkata kucha. Yani huwa unajiotea popote, na hasa katika maeneo ya mazabili, majalalani hivi, madampo, ndo mara nyingi sana unakuta mamichicha hayo yanaota. Kwa maana kula ni dhambi au maana yake? Sasa baada ya kusema hivyo, kama ulivyo bwana Nyundo, pia na masahaba walishangaa. Wakasema, fama khadara'u diman ya Rasulullah. Hii khadara'u diman, huu mchicha bwasi unaotuambia ndio huo tunaojua sisi, au kuna lugha nyingine bwana Mtume Muhammad? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatafsiria akawaambia, almar'atu hasna'u fi manbati su. Hata unamfikiria nimfanyie nini mke wangu, lakini mwanamke akipata anafikiria kwamba huyu si anayenifaa, naweza kukaa peke yangu bila ya huyu. Ndio hivyo jinsi walivyo wanawake, na ndio maana ikawa mwanamke akae tu nyumbani ili wewe umuhudumie kwa huduma zote katika hali za namna hiyo. Lakini haya anayafanya ndugu yangu bwana Manara, hata kama ataoa mke mwingine na hata asiwe maarufu, alafu akamtengenezea hichi kilichotengenezwa kwa Zailisa akawa maarufu, haya pia atakuja kumtokea tena katika hali nyingine. Kwa lazima ajifunze, ifike wakati ajifunze. Kuoa kuacha sio tatizo, lakini kunatengeneza kitu inaitwa kasumba. Wengine wanasema labda hajapata alichokuwa anakipata kwa Dula Makabila mume wa zamani. Inategemea, yote hapo kwa sababu wanawake walivyo. Kuna msemo mmoja ambao sijauthibitisha, unasema mwanamke huwa haachani na ex wake, huwa hawaachani. Ila hujauthibitisha huo msemo? Sijauthibitisha. Ila isipokuwa tu kuna usemi mwingine ambao unasema kwamba yani almutallaqa la turawadu. Yani kwa maana mwanamke ambaye mtalaka wako uliomwacha huwa hatongozwi, anakumbushiwa tu. Nakumbuka siku ile ya mwisho ilivyokuwa. Basi yani hilo neno tu akishakumbushiwa tu hivyo, anajaa mzima. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo hata kama ni mke wa mtu
Atakwambia sasa unasemaje? Kumbushie basi ile ya mwisho ile. Hamna tatizo, wanapanga kweli. Muda mfupi tu, maneno mawili tukaisha sahau kama yeye ni mke wa mtu kwa hapa alipo. Kwa nini? Mtalaka hatongozwi, mtalaka anakumbushiwa tu. Kimkumbushia tu habari imekwisha katika hali za namna hiyo. Sasa inawezekana ikawa, ingawa sina hakika sana na sitaki kuingia sana katika dhana, ikiwa kama kipo ambacho alichokikosa. Na ukweli uko hivyo Sheikh. Uko hivi. Kuna kitu kwa, unajua mimi nimeoa na wake zaidi ya mmoja. Ndio. Na nishawahi kuacha pia. Kwa hiyo naelewa haya mambo. Kwa hiyo naelewa, naongea kitu ninachokijua nje ndani. Mimi hapa nilipo nina wake watatu. Na nilishaacha wake wawili katika maisha yangu. Kwa hiyo najua una uzoefu mkubwa vizuri kabisa kwamba kinachojiri ni nini. Katika mazingira haya utapata kubaini hivi, kipo kitu ambacho wewe utakuwa una misi kwa uliye muacha. Ukweli uko hivyo. Na kipo kitu ambaye yule ambaye aliachika kwako ana misi kitu fulani kutoka kwako ambaye wewe uliye muacha. Iko hivyo. Kuna uwezekano zaidi sana misi vitu kutoka kwa Dula Makabila ambaye ndio aliyekuwa mume wa zamani. Kwa maelezo yako yani. Inawezekana, na huo ni uhakika. Kwa sababu kanuni iko hivi. Kuna wakati mtu anaweza kufikiria siku za mwisho huyu bwana alinilisha samaki. Lakini kwa huyu bwana ambaye nilokuwa naye sasa sijawahi kula samaki hata siku moja. Hiyo tu ikawa pointi ya msingi kwake. Kwa hiyo anafikiria hivyo. Kwa hiyo katika kufikiria hivyo anaanza mwenyewe ndo atakayeanza mambo. Na wale namba huaga wafuti mzee. Na hata akifuta kwenye simu, kwenye kichwa inakuwa ipo. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo atamtumia mambo. Sasa mara nyingi sisi wanaume huwa tunapotezea zile. Yaani mara nyingi tunafutilia mbali namba na ni kila kitu. Na mara nyingi wanaume si kuhifadhi namba hizo inakuwa ni ngumu. Bwana atajibu, nani wewe mwenzangu? Umenisahau, ndio nikumbushe. Zailisa. Dula anacheka kwanza. Sasa hapo ukishajibiwa hivyo, message inakuja. Umekumbuka nini? Mengi tu. Mwenzangu unajua huku nilipo najuta. Nakwambia hivyo mimi nina uhakika, nakwambia na hakika. Anaanza kutoa madhaifu ya Manara. Unajua nilipo huku mimi najuta. Unajutia nini? Huku bana kimoja chali. Ndio alivyo ujue. Kweli sasa unajua mimi naogopa bana kuchat na wewe mke wa mtu. Kama hataki vile, lakini ukweli sio hivyo. Allah ya hatari sana. Kuna hatari kubwa katika jamii. Basi baada ya hapo linaingizwa neno moja la maana sana. Sasa tafuta muda basi tuonane. Wewe niambie tunataka saa ngapi? Unajua imekwisha hiyo. Basi hamna tatizo bana. Saa fulani. Si ndio ilivyo? Wasailu zina 5. Wanasema njia za zina ili mtu azifikie 5 tu bana. Kwanza assalamu. Salamu alaykum bana. Ukiona salamu tu pana unasalimiwa sana, anza kujiuliza. Hata wewe ukiwa na mtoto wa kike pale nyumbani, ukaona kila ukipita mtaani, shikamoo baba mkwe. Jaanza kujiuliza, hizi shikamoo hizi. Zina hatari hizi shikamoo hizi. Usifikiri tu ni shikamoo, nyuma ya shikamoo kuna kilichobeba ili neno la shikamoo hapa. Kwa hiyo naanza salamu. Salamu alaykum. Hii wasailu zina, njia za zina. Baada ya salamu inakuja kalamun, kunatiwa neno. Mambo. Niambie mtoto. Upo. Niambie mrembo. Upo. Na kuonaona? Anaanza kutengeneza maneno. Kalamun, maneno haya. Njia ya pili hiyo. Kisha baada ya hapo mau'idun, inakuja ahadi. Sasa unasemaje? Tunaweza kuonana kidogo? Haya, tunaweza kuonana, ahadi hiyo. Njia zina anazidi kusogelea kwenye zina. Baada ya ahadi liqaun, kukutana katika ile ahadi. Tunakutana wapi? Bana hamna tatizo, tujitahidi sana. Siku fulani tuweze kukutana Aslay Miogo. Wanakutana Koko Beach hiyo sasa. Wakishakutana fi'il, kinachofuatia ni kitendo. Habari imekwisha kuanzia hapo.
Kwa hiyo ukiona katika hali hizo sasa, mara nyingi sana, sisemi zote, lakini mara nyingi sana, kwa wale ambao tunaoa wanawake ambao walishaolewa, mara nyingi sana, na waume zao hao ambao waliwaacha bado wapo, mara nyingi sana huwa mawasiliano yanaendelea. Unajua ni hivyo, haujui iko hivyo, utadanganywa tu kwamba hakuna kabisa, yani mimi yule tulivyoachana kwa kweli sitaki hata kusikia habari zake. Muongo huyo. Tena muongo sana. Na ukitaka kulijua kama bado kuna mawasiliano au bado wanapendana, wewe jaribu kuwa unamzungumza yule mtu mbele yake, alafu angalia appearance ya yule mtu, itakupa majibu sahihi. Mtume anasema man ahabba shay'an akthara min dhikrihi, yoyote yule ambaye anayekipenda kitu hufanya wingi wa kukitaja hicho kitu. Sasa wewe ukimtajia mtu wake utaona yani yule bana yule, yani mimi sitomsahau, lakini ile neno sitomsahau, angalia appearance yake wakati anaongea. Huku uso wake unaonyesha bashasha, sitomsahau. Jua uongo hapo. Uongo. Kabisa uongo. Ukiwa haupo wewe, wanawasiliana na inawezekana wanaonana na wanakutana vizuri kabisa bila. Sasa hapa ukimpata mtu mcha Mungu na mwenye maadili, yale maadili yake na ucha Mungu wake ndio unaweza kumziwia. Lakini nje ya hivyo tu, kwa sababu tu ya urembo na uzuri, utwiga na mfano wa hayo, hakuna kitu mzee, atarudi tu kule katika hali za namna hiyo. Sawa, tumalizie. Kuna kwa haya ambayo yametokea Zailisa na Manara, kuna kitu cha kujifunza kwa sisi ambao labda hatujaoa, ama kwa wale ambao wameshaoa labda kwenye mazingira kama haya? Kauli yako ni ipi hasa? Wallahi, kitu cha kujifunza ni hiki cha kutafuta mchumba. Tafuta mwanamke ambaye atakusikiliza, tafuta mwanamke ambaye atakujali, tafuta mwanamke ambaye atakayekuthamini. Unajua mapenzi na huruma vinatembea sehemu moja. Mwanamke akikupenda anakuwa na huruma na wewe, na hata wewe ukimpenda mwanamke unakuwa na huruma naye, unamhurumia katika mambo. Lakini Imamu Shafi'i ana maneno, anasema siku zote, anasema katika mapenzi kunakuwa na kule kuhurumiana, kunakuwa na kujaliana, kunakuwa na kuheshimiana. Ukiona una mke hakuheshimu ila anakuambia anakupenda, anakudanganya. Ukiona una mke anakudharau lakini anakuambia anakupenda, anakudanganya. Kwa jambo la msingi tumuombe sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu pia katika kuoa hakuna ufundi. Wala sikudanganye mtu kwenye kuoa eti kuna ufundi. Kwenye kuoa kuna kumuomba Mwenyezi Mungu akupeleke mahala palipo sahihi. Ndio kweli jinsi ulivyo. Sasa kwa hiyo wasia wangu mimi kwa vijana na jamii kwa ujumla, tunapotaka kuoa tutazame ni mwanamke gani anayefaa kuolewa. Lakini pia na dada zangu wanapotaka kuolewa watazame ni mwanamume gani anayefaa kwake ili aweze kumuoa. Mwanamume bora ni yule ambaye anathamini, anakuthamini, lakini kadhalika anajua wajibu wake kwa mkewe. Na mwanamke bora ni yule ambaye anayejua wajibu wake kwa mumewe. Na kubwa zaidi, watu wafundishwe sana maadili ya ndoa. Maadili ya ndoa tunayapoteza, tunayaharibu sana. Matokeo yake tunaingia katika ndoa siku 2-3 wameshaachana, basi ni mradi vurugu tu, mtindo mmoja. Kwa hiyo inshallah tujitahidi sana kutafuta watu ambao bila shaka watakuwa ni watu bora. Na tuingie katika familia zitakazokuwa familia bora. Unajua kuna familia zingine ukitokea sintofahamu baina yako na mkeo mmeachana, hakuna mtu kwa hakuna. Yani akienda tu pale kwao, hamna mtu wa busara na hikma kusema hebu tukaeni tuyazungumze. Ambaye asikusumbue bwana, hebu kwanza angalia ulivyokonda, au kwenda hivi wewe. Wewe ulienda mnene, sasa hebu angalia ulivyokonda hivi. Rudi hapa nyumbani. Kuna tatizo gani? Hakuna shida hapa. Nyumba iko hapa, katuachia baba, katuachia mama hapa, tunayo hapa. Unateseka na nini? Iko hivyo. Sasa hizi sio familia za kuoa. Familia ya kuoa ni ile ambayo umetokea sintofahamu. Binti anakwenda kwao, anauliza umekuja hapa una kibali? Kwa maana una ruhusa yoyote kutoka kwa mumeo? Anasema kwa kweli mimi sina ruhusa. Haya, ondoka rudi. Sisi baba yetu alikuwa hivyo. Mzee wetu sisi alikuwa hivyo. Hawezi kuja binti yake pale ambaye alishaolewa eti anafika nyumbani pale hakuna taarifa yoyote, alafu anakuja baba mimi leo hapa nalala hapa. Unalala hapa kutafuta nini? Rudi kwa mume wako huko. Ndivyo jinsi ilivyokuwa.
Lakini kwa sasa tena anapigiwa simu kabisa na mama. Mama anampigia simu mwanae, halo, njoo nyumbani huku. Yani amri kama vile yule mwanamke hajaolewa inatoka kwa wazazi wake. Njoo nyumbani. Mimi nimewahi kumwacha mke wangu, tunapendana. Nilioa Mkenya mimi na nina mtoto Kenya. Aiwa. Lakini tuliachana. Sababu ya kuachana ni wazazi. Mzazi anataka mimi nikaishi Kenya. Mimi namwambia siwezi kuishi Kenya kwa sababu mimi na mke mwingine na nina familia. Nawezaje kuja kuishi huko? Basi zikawa simu kila dakika, bana rudi nyumbani, njoo nyumbani. Mwisho wa siku ikawa hivyo. Binti yule kaenda, kafika kule anipigia simu. Anambia, "Sheikh bana, sasa inakuwaje?" Nikamwambia, "Bana sikiliza, hao ni wazazi na mimi ni mume. Mimi naweza nikasema maneno mazito, wewe ukapata madhara. Na wazazi wanaweza wakasema maneno mazito, wewe ukapata madhara. Kwangu mimi niko radhi na hilo. Litokee tu." Kwa hiyo nakuaje? Nikamwambia, "Hamna tatizo. Maadamu wazazi wameshasema hivyo na mimi siwezi kuja kuishi huko, basi mimi niko tayari kukuacha." Ndivyo tulivyoachana hivyo. Baada ya hapo tumekaa karibu mwaka mzima. Ananipigia simu yule binti, "Sasa shehe, mimi nimepata mume, nataka kuolewa. Lakini mume ananiambia kwamba lazima talaka ipatikane kutoka kwangu. Kwa hiyo tunafanyaje?" Nikamwambia, "Nenda kwa kadhi alitufungisha ndoa, si yuko hapo? Ukishafika hapo mimi nitampigia simu, nitamwambia bana, mimi huyo nishamwacha, akuandikie tu ili umuonyeshe yule jamaa awe na uhakika kwamba tayari tulishamaliza jambo." Hivyo nilivyofanya. Kwa hiyo wazazi, kuna wakati mwingine familia tunazoa mtihani. Mtihani. Kwa hiyo tazama pia familia ina busara. Mambo yanakwenda hivyo. Basi inshallah, na tazama mwanamke pia. Usivutiwe tu na uzuri tu, uzuri peke yake bila matendo mazuri. Wanasema husnu alwajhi sawa ma qubhi alakhlaqi kaqindili ala qabri almajus. Anasema mtu kuwa na sura nzuri sana alafu tabia mbovu sana ni sawa na kuchukua taa ukaiwasha juu ya kaburi la mtu ambaye alishakufa. Yuko chini ya tani 7 huko, alafu wewe umewasha taa huko juu. Ina faida gani? Haina faida. Ndio jinsi ilivyo. Mwanamke mzuri sana, tabia mbovu, ni sawa tu na kuwasha taa juu ya kaburi wakati alikuwa maiti, alikuwa kaburini huko. Yupo kwenye giza nene kabisa katika hali za namna hiyo. Na hivyo ndio fanya na upande wa pili. Pia kwa mwanaume mwenye tabia mbaya vile vile. Na yeye ni sawa, ni hivyo katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo tujitahidi sana. Mmoja anasema la tajtami'i la tujami shay'ain fi nafsin wahid. Usikusanye vitu viwili kwa mtu mmoja. Ubaya wa tabia na ubaya wa umbo. Yaani ukawa we ni mbaya kitabia na ni mbaya kimaumbile. Inakuwaje? Basi kuwa mbaya wa maumbile lakini mzuri wa tabia basi. Lakini jambo la pili, kwa maana usiwe ni mtu mzuri wa umbo alafu ukawa mbaya wa tabia. Basi kusanya kuwa mzuri wa umbo na mzuri wa tabia ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora. Kaka Manara akitaka kuoa tena, ikiwa atafanya hivyo, atulie sana. Asikurupukie uzuri tu bila ya tabia njema, kwa sababu ni sawa na kuwasha taa juu ya kaburi ya majusi. Haisaidii. Ndio zile siku mbili mnaanza kuadhiriana, kutoleana siri mitandaoni. Alafu si nzuri kabisa yani. Wangapi watu wanaachana? Lakini mlishawahi kusikia kwa maana watu wanaadhiriana? Huwezi kusikia hayo mambo. Mkiachana achaneni. Sio maana anasema tasrihum biihsan, au kuachana ikitokea basi tuachane kwa wema, kiasi ambacho hata tukikutana barabarani naweza mkasalimiana, salamu alaykum, salam, hali bwana, salama, hivyo. Lakini mnaachana mpaka unakuwa uadui. Siri hadharani, mambo yasiotakiwa kusemwa yanasemwa tu. Hapana jamani, tumuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni hatari sana. Sawa, kuna watu ambao ndo marao ya kwanza kutazama hii video kunako YouTube channel yetu, wamefahamu tu jina kwamba Sheikh Diwani, hawafahamu una deal na nini, huduma gani ambazo unazitoa na ofisi yako ipo wapi labda, ama yule ambaye anahitaji afike kwako anafikaje? Tayeb. Sisi tunashughulika na masuala ya dua na tiba za aina mbalimbali katika maradhi ya aina mbalimbali, yakiwemo masuala ya kisihri kwa maana ya kichawi, ya kishaitani,
Lakini kadhalika vile vile na masala ya maradhi ya kibiolojia, tunafanya dua kwa mashakili ya aina mbalimbali. Mathalan kwa watu wenye mashakili katika makazini huko, lakini kadhalika kuna wale wanataka tarafui, kwa maana cheo, Mwenyezi Mungu awapandishe daraja. Zipo taratibu ambazo zikifanyika majambo yanakwenda sawa biidhnillah. Lakini tunapatikana hapa ofisini kwetu Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini, na kwa namba za simu ni 0756634277 au 0712316222 inshallah. Naam, ni elimu tosha kuhusiana na masuala mazima ya ndoa kwa wale ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa kama kina sisi, lakini kubwa zaidi tumezungumza kuhusiana na kutokea kwa ndoa ya Haji Sande Manara na Zailisa. Mengi mwalimu wangu hapa amezungumza, nafasi ni ya kwako sasa kwa hiki ambacho mwalimu amekizungumza. Kama unahisi kuna sehemu fulani amekosea, hebu tuambie kwenye comment hapo, hiki share ambacho umekizungumza umekosea ama mimi sijakipenda. Vivyo hivyo kama kuna namna yote ambayo amezungumza kitu ambacho kimekufurahisha, unahisi ni sahihi zaidi, pia tuambie kwenye comment hapo kwa hiki ambacho umekizungumza ni sahihi. Kuna mwageni maua yake pale. Kwa namna moja ama nyingine na wewe unaweza kutuambia kwa hiki ambacho kimetokea kwa mgogoro ambao unahudumu sasa hivi mtandaoni, ndoa ya Zailisa na Manara, unahisi ni sahihi ama sio sahihi? Lakini kubwa zaidi, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video hii kwenye hii YouTube channel, basi usisahau subscribe ili kuendelea kupata mfululizo wa video zote ambazo tutakuwa tumeziposti. Thanks for watching. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.